watu wanakuja wananipiga na kunyang'anya mbuzi huko porini. Baada ya mahakama ya mwanzo wa wilaya ya Babati mkoani Manyara kusimamisha shauri la mtoto mwenye umri wa miaka 17 ambaye alikuwa amejumuishwa kwenye kesi ya watu wengine wawili kuiba mbuzi 15 wenye thamani ya shilingi milioni 3 katika shamba la Paulina Gekul. Hatimaye mtoto huyo amepatikana na kuzungumza kilichotokea na kusema kwamba alipigwa kwenye pori hilo alilokuwa akiwafuga mifugo hao na kuibiwa mbuzi 7 na sio 15 kama ilivyoelezwa mahakamani. Naishi mkoa wa Arusha, kijiji cha Maruvango. Mimi nilipigiwa simu kwamba nikaambiwa kwamba kuna kazi huko na kijana fulani ambaye alikuwa ninafahamiana naye huko maeneo ya nyumbani. Ndipo akaniambia kwamba kuna kazi huko nije. Nikaongea na huyo mama, akanitumia hela, ndipo nikaja huko. Huyo Paulina Gekul, shilingi 30,000. Baada ya kufika huko nilifikia nyumbani kwake. Ndipo akaniambia utaenda kazini, ndipo nikaenda kazini huko kwenye hao mazingira kuchunga mbuzi. Manyanyaso niliyokutana nayo ni kwamba kule watu wanakuja wananipiga na kunyang'anya mbuzi huko porini. Walisia hilo jambo mbuzi wasio 15, sababu watu wanakuja mbuzi alionikabidhi ni 83 na mbuzi waliopotea hapo ni 7. Walipotea katika mazingira ya hao watu kuja nyang'anya mbuzi huko machungani na hapo nyumbani bomani. Usiku saa nyingine nikiwa nachunga wanakuja wananyang'anya. Ndio taarifa nilitoa kwake. Akaniambia sawa atakuja kushughulikia hilo, lakini hakufika. Yeye aliniambia kuna kazi huku na ni kazi nzuri. Nikasema nitaenda. Mtoto huyo amezungumza mara baada ya uamuzi uliotolewa na hakimu Ahmed Mgodo, hakimu mkazi wa mahakama ya mwanzo ya wilaya ya Babati mkoani Manyara, baada ya wakili wa utetezi Tadei Lista, ambaye baada ya kuwasilisha hoja hizo ikiwa ni pamoja na cheti cha kuzaliwa cha mtoto huyo ambacho kilionyesha umri wa miaka 17, ilipelekea mtoto huyo kuachiwa kwa dhamana, huku mahakama hiyo ikiamuru jeshi la polisi kwenda kuandaa hati mpya ya mashtaka. Hata hivyo mtoto huyo aliachiwa kwa dhamana, huku taratibu nyingine zikisubiriwa endapo tena jeshi la polisi litaandaa upya mashtaka hayo ambayo yatapelekwa katika mahakama ya watoto kwa ajili ya taratibu nyingine za kisheria. Ripoti za AyoTV kutokea Manyara. Naitwa Godfrey Thomas Ng'omba.